hatuna kitu chochote kutokamana chakula isipokuwa maji. Mtume Muhammad sallama akatuma tena kwa mke mwingine wake, faqalat mithla dhalika, tena mke wake, tena mke wa pili akamwambia vile vile alivyosema mke wa kwanza, akamwambia na sisi hatuna kitu chochote isipokuwa maji tu. Wallahi wa hadha yadullu ala ma kana fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ahlu baytihi min dhiqi al-hali wa zuhdi fi dunya. Hii inatuonyesha kwamba vile Mtume Muhammad sallama pamoja na kuwa alikuwa ni mtume, angekuwa anamiliki mavitu mingi mbalimbali, lakini yeye wallahi alikuwa na njaa. Kwa hivyo wa huna nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi akageukia akaambia masahaba, faqala, akasema man yudayifu hadha al-layla wa lahu al-ajru min Allah, ni nani atachukua mgeni wangu siku ya leo akuwe mgeni wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake? Ni nani? Moja katika masahaba akasema ana ya rasul Allah, mimi niko tayari ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wantalaqa ila baitihi, wakaendelea ama wakaelekea kwa nyumba yake ya huyo msahaba. Waqala li zawjatihi, akamwambia mke wake, akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimekuja na mgeni wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumkirimu ewe mke wangu. فقالت, naye mke wake akasema, wallahi ma indi illa al-asha'u al-atfal as-sighar,